Bana, tuko Masjid Maamur hapa. Hali inayotawala hapa ni ya majonzi makubwa sana mara baada ya kupata taarifa za kifo cha marehemu Hashim Kambe, msanii nguli wa filamu Tanzania. Niko na kaka mkubwa hapa Ringo, nizungumze naye mawili matatu, atuambie kuhusiana na alivyopokea msiba huu. Karingo, kwema? Kwema ndugu yangu, tunashukuru. Tuko poa. Naona bwana, kiona siku nyingine kama hivi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tia neno mara baada ya kupata taarifa za msiba wa marehemu Hashim Kambe. Baada ya kupata taarifa za msiba wa Hashim Kambe. Bwana, mimi kwanza msiba umenikuta kwenye kazi, nilikuwa Msongola wa ndugu yangu hapa meneja Bale, alikuwa na kazi yake, nilikuwa mimi na Masantula na Bambo. Kwanza taarifa nadhani alianza kuiona kitu kama Masantula hivi kwenye mtandao. Najua tena taarifa siku hizi mambo mitandao imekuwa tofauti, kwa hiyo kuchukua hatua kwa haraka. Kwa hiyo tukajaribu kuingia kwenye mitandao tofauti, unaona bwana, tukaangalia kwenye magrupu, kuhakikisha kweli mzee wetu amekutoka. Umepokea kwa namna gani? Kwa sababu ni pengo kwenye tasnia ya uigizaji Afrika, Tanzania kwa ujumla. Bwana, jambo lolote la msiba lolote lile, hata mtu kama umfahamu lakini umesikia amefariki, inakuwa inaumiza, lakini mzee imetuumiza zaidi kwa sababu ni mzee wetu. Unaona, japo mimi sijawahi kufanya naye kazi, lakini nishakutana naye sehemu tofauti. Ni mzee fulani mkarimu sana. Unaona imetuuma wanatasnia. Sitosha, alikuwa mwigizaji mzuri, lakini pia kama unavyojua kwenye tasnia yetu wazee tunawategemea wapo wachache, tofauti na vijana. Unajua vijana tupo wengi, umeelewa? Kwa hiyo ni pengo kubwa kwa tasnia. Tasnia inazidi kuondokewa na wakongwe, na kwa sababu njia hiyo yote ni moja, nyinyi vijana pia mtafikia katika vipindi vya ukongwe. Pengine kupitia alama ya Hashim Kambe, ni legacy gani mtakuwa mnazidi kutengeneza kitasnia? Kikubwa na tutachukua yale ya kwake mema, unaona, na tutachukua vile vitu alivyokuwa anavifanya kwenye tasnia yetu. Unaona bwana, kikubwa na sisi Mwenyezi Mungu kama atatufikisha alipomfikisha mzee wetu, inshallah, basi tutakomaa, tutachukua yale mazuri yake hayo aliyoacha, lakini na imani amefanya vitu vizuri na ametuachia darasa zuri wasanii. Ambacho nakipenda kwa wasanii, mfano wewe umesema hapo hujia kufanya naye kazi, lakini pengine kuna kazi zake ambazo ulikuwa unavutiwa nazo. Labda ni sehemu gani ambayo ulikuwa unasema Hashim Kambe hapa akiigiza uhalisia noma? Uzuri wa mzee bwana, kazi yake alikuwa anaipenda, kwa hiyo kokote alikuwa anafiti. Unaona, watu wale tunaita majembe, unaelewa, kote kama ulikuwa unaona kwenye tamthilia kule akicheza vizuri, kama baba anafanya vizuri, akicheza labda kama mhusika kama vile kwa anampendeza zaidi, akicheza kama kamanda wa polisi kwa anapendeza. Mzee alikuwa anafiti kote, kusema kweli alikuwa yuko vizuri. Kimpanga huko kwenye umaskini atacheza, kimpanga kwenye nafasi ya utajiri anafanya. Bwana, poleni sana. Ambacho wewe upo sana kwenye tasnia ya comedy, huku ni movie, huwa mna mahusiano gani? Sawa, ni tasnia moja ya kuigiza, lakini mna mahusiano gani ya kiubinadamu zaidi mkiachana kazi? Najua bwana, kiukweli tasnia kama yai inategemea ile yai la boila au ile yai la kwa kienyeji, yote ni mayai tu, umeona bwana. Kwa hiyo sanaa ni moja. Unaona utofauti, labda mimi nafanya sanaa ya uchekeshaji, huku wanafanya sanaa ya serious. Lakini wote ni ndugu, wote ni familia. Unaona leo hapa tupo mchanganyiko, wapo wa comedian, wapo waigizaji wa serious, wote ni kitu kimoja. Mwisho wa siku kwenye matatizo, kwenye furaha huwa tunakutana. Ndio binadamu yani. Lolote la kumalizia ambalo pengine unazidi kujifunza unapohudhuria kwenye mambo kama haya? Najifunza ni shiriki vitu vya watu sana, kwa sababu haya mambo yanamtokea kila mtu, unaelewa, yanamtokea kila mtu. Kwa hiyo pia ni washauri hata na watu wengine, wasanii wenzangu, kama uko Dar es Salaam hapa na una nafasi, na hata kama unafanya kazi ambayo unaweza ukaomba kwa muda mfupi, kwa sababu swala la kuzika ni swala la siku moja tu, unaweza ukaja ukashiriki kwenye jambo la mwenzio, unaona, mambo mengine yakaendelea, kwa sababu inabidi tushikane mikono, unaona, sababu ukiwa utokei kwenye mambo ya wenzio kila siku, watu wakipita wanaona mwenzetu mbona yupo na sisi, kwa siku nyingine watu wanaweza kukumwaga na wewe pia, unaona. Kwa lazima tu kitu kimoja, tupendane, na sio tu kwenye tasnia ya movie,
hata ukiwa na majirani zako shiriki kwenye matukio kama haya. Hicho ndio kitu kikubwa. Shukrani sana. Pamoja sana ndugu.